Hamjambo ndugu watazamaji wa Jibambe TV Kenya. Leo nimekuja na somo ambalo ni muhimu sana kwa upande wa kina baba ama wanaume. Hapa mbele yenu ya skrini nimeshikilia malimau. Malimau wengi wanatumia kama kuongeza ladha katika mboga. Wengi wanatumia kwa kupenda kuweka katika mboga zao. Lakini malimau haya vile unavyoyaona ni muhimu sana katika miili yetu. Leo ningependa niwape faida wanaume. Wanaume leo hii inawahusu na ni muhimu sana kwenu. Kwa hivyo kuwa makini, unisikize kwa makini, ndio upate faida ninayowafundisha mara kwa mara. Kitu cha kwanza nakuomba, kama ni mara ya kwanza kwa channel hii, basi nakuomba ndugu mtazamaji, wewe ambao unajiunga na channel hii, nakuomba usubscribe katika maandishi hayo ya subscribe hapo chini, na pia utakuwa unaweza kulike na kushare na wengine. Ukishafanya hivyo, basi utakuwa umejiunga na channel hii ya Jibambe TV Kenya, na pia utakuwa unapata video zile ambazo zitakuwa nimezipeperusha ama nimezirusha. Utakuwa ni wa kwanza kuziona na utapata kujifunza mambo mengi yanayotokana na dawa za kiasilia ama tiba za kiasilia zinavyotokana na matunda na mimea. Kwa hivyo moja kwa moja, ndugu mtazamaji, nimesema hii somo leo inawahusu wakina baba pamoja na vijana wa kiume ama wanaume. Hii limau ama haya malimau vile unavyoyaona ni muhimu sana katika mwili wa mwanadamu, na yanasaidia katika kuboresha mishipa ya damu ama kusafisha zile sumu ambazo ziko katika mwili, ama pia kupunguza mafuta katika mwili. Malimau haya tunavyoyaona ni muhimu sana katika miili yetu. Basi leo ningependa upate malimau mawili kama haya. Uwe utakuwa unayatumia kwa nitakavyo kufundisha kwa wanaume. Ama kama wewe ni mwanamume lakini una matatizo mengi sana, labda hali yako ya kufanya tendo la ndoa huwa ni shida sana, ama huwa unasumbuka sana, na labda unashindwa ni mambo gani ambayo kwamba huwa yanakupata. Umekunywa dawa nyingi, umefanya mambo mengi, lakini bado haujafaulu. Labda hujajua shida ni nini ambayo inakusumbua zaidi. Bado hujaelewa ni kitu gani kinakusumbua katika mwili wako. Basi kuna uwezekano labda mwili wako umejaa sumu nyingi, kemikali nyingi, kwa ulaji wa vyakula tunavyokula. Siku hizi tunakula vyakula bora tushibe, lakini sio vyakula bora. Tunakula mradi tushibe, lakini sio vyakula bora. Ndio maana tunaenda tunapata shida nyingi katika miili yetu. Sana sana mwanamume, mwili wako ukishajaa mambo mengi, basi
huwa na shida nyingi sana katika ufanyaji wako wa tendo la ndoa. Limao linasaidia kuondoa kemikali mwilini ama sumu kali zile za vyakula tunavyokula. Limao linasaidia kupeleka mfumo wako wa damu uwe vizuri na kutanua mishipa ya damu katika mwili wako. Limao pia lina uwezo wa kupunguza mafuta yanayoenda katika mwili, mafuta yanayojaa katika mwili wako. Basi limao lina uwezo wa kukata mafuta hayo na kusambaratisha mafuta hayo katika mwili na kubaki katika hali nzuri. Hii ni faida ya malimau. Kwa hivyo nakuomba ndugu mtazamaji wa Jibambe TV Kenya, utazame kwa makini na jinsi nitakavyokufundisha uwe ni mwenye kunielewa kile ambacho ninakueleza. Basi nakuomba uende utafute malimau yako ya kutosha. Unaweza ukaanza na malimau 6. Malimau 6 haya utakuwa unatumia malimau mawili kila asubuhi kabla haujakula chochote. Utachemsha maji ya moto, uweke kwa kikombe. Halafu utakamulia malimau yako mawili. Ukishakamulia malimau yako mawili katika hayo maji ya moto, utakuwa unakunywa kama chai. Hiyo ndio itakuwa ni breakfast yako kwanza. Hiyo ndio itakuwa ni kiamsha kinywa asubuhi. Before ukule kitu chengine chochote kile, hakikisha umekunywa chai ya malimau asubuhi. Baada kama nusu saa baadaye ndio utakula, ama dakika 20 ndio utakula chakula chengine kitakachofuatia. Na ninapofundisha kitu, jaribu kufuata kile ambacho nimekuelekeza, ndio kama ni tiba, ili ile tiba iwe ni yenye kufanya kazi. Kwa hivyo nakuomba ndugu mtazamaji, unatumia malimau mawili asubuhi. Hii nimesema ni kwa wanaume wale ambao wanapata shida, wanasema wana upungufu wa nguvu za kiume, wanasema hawapati tendo la ndoa ama kuna changamoto katika nguvu zao za kiume. Basi limau hii ndiyo tiba na itakusaidia mahali pakubwa. Lakini tumia kwa vile ambavyo kwamba nitakuwa nimekufundisha. Malimau mawili asubuhi. Utakuwa unatumia malimau mawili asubuhi. Tuko sawa? Na jioni pia utakuwa unatumia malimau mawili. Wakati unaenda kulala, umeshakula, umerelax. Kabla uende kulala, umekula chakula cha jioni, baadaye utatengeneza chai yako ya malimau. Ukunywe, ndipo uende ulale. Asubuhi, kabla haujakula kitu tena, siku ya pili, unachukua malimau mawili tena asubuhi. Unachemsha maji, unakamulia malimau mawili. Usitie majani wala usitie kitu yoyote. Ni malimau tu peke yake unakamulia katika maji hayo ambayo umechemsha. Sawa, unakunywa. Ndipo baadaye utakula kile kitu ambacho utakula hiyo asubuhi. Na jioni hivyo hivyo malimau mawili.
utafanya hivi kwa siku 7 ama wiki nzima. Ukishamaliza wiki nyingine pia ifuatayo utaendelea na zoezi hilo. Basi kiukweli ukifuatilia zoezi hili, tumia kwa kila wiki. Kila wiki ukimaliza unaanza wiki nyingine hadi mwezi mzima uishe. Utaona mabadiliko makubwa sana katika mwili wako na itakusaidia sana limau. Jaribu kama mwili wako umejaa sumu, limau itasafisha. Kama mwili wako umejaa mafuta ambayo hayana kazi mwilini, basi limau italainisha. Na kama mishipa yako ya damu imesinyaa, basi limau itatanua na damu yako itakuwa inatembea vizuri hadi katika sehemu zako za siri na utakuwa unakaa vizuri. Pia ningependa niwaambie wanaume tuache kula vyakula ambavyo havina msingi katika miili yetu. Vyakula ambazo tunakula ni vyakula vibovu sana. Kama ni mwanamume, wachana kula vitu za mafuta mara kwa mara. Jaribu kuavoid kukula mafuta kwa wingi, kukula machipsi, kukula kuku zile za kuku za gredi. Wacheni kukula vitu kama hizo. Wacheni kukula mikate, wacheni kukula machapati kwa sana. Wanaume, tukule vitu asilia, kula vitu kama mihogo. Nakushauri tu, najua umezoea kula vitu zile ambazo umependa. Lakini kama ni mwanamume lazima ujiekee vyakula zile ambazo zitakuboresha katika mwili wako ama katika nguvu zako. Vyakula ni muhimu sana kusaidia katika mwili wako. Lakini sio kila chakula ukipata unakula. Lazima tuwe tuna balance mwili wetu na vyakula vile tunavyokula. Ni muhimu sana wanaume. Tusikule vitu ambavyo havitusaidii. Tukule vitu ambavyo ni fresh kutoka shambani. Tukule mamboga kwa sana. Mchicha, sukuma. Tukule cabbage. Sawa. Kama ni kuku, tumia yule kuku wa kienyeji. Nunua kuku wa kienyeji. Kama umetamani kuku kula. Tuache kukula vitu ambavyo vitaharibu mazingira ya mwili wako. Kula vitu ambavyo vitakupa nguvu katika mwili. Ni muhimu sana kukagua vyakula. Sio utakachoona unakula tu. Unashindwa nguvu zinaisha. Hauwezi kuendelea. Inabidi nyumbani balaa, lawama, kusumbuana, kesi haziishi. Kwa sababu ya ulaji wa vyakula mbovu. Wanaume, kwa hivyo tuwe makini sana wakina baba kwa vyakula tunavyokula. Tuweni makini sana ndio tuboreshe afya zetu na pia tuwe na nguvu katika miili.